Udhibiti wa viuatilifu. Ndugu waandishi wa habari, katika kuhakikisha kwamba wakulima wanapata viuatilifu ambavyo ni salama, vyenye ubora na vilivyosajiliwa, mamlaka imeimarisha ukaguzi wa udhibiti. Katika kipindi cha mwaka 25-26, maduka 5,000 ya viuatilifu na 157 ya viuatilifu yalikaguliwa. Pia tulitoa vibali 3,831 vya kuingiza viuatilifu nchini. Viuatilifu vipya tulisajili 508. Sampuli 3,465 za viuatilifu zilichukuliwa na kufanywa uchambuzi wa kimaabara. Sampuli 132 sawa na 4% hazikukidhi viwango na wahusika waliagizwa kuvirejesha shehena hizo katika nchi zilikotengenezwa. Aidha, Januari 2026 TPHPA iliondoa sokoni viuatilifu 205 ambavyo vilibainika kuwa na viambata amilifu hatarishi, yani highly hazardous pesticide, baada ya kufanyiwa tathmini ya kiafya na mazingira, na viuatilifu 675 viliondolewa kwenye orodha ya viuatilifu. TPHPA imeanzisha mpango mahususi wa kufuatilia masalia ya viuatilifu, yani pesticide residue, kwenye mazao ya chakula yanayoingia kwenye masoko yetu ya ndani ili kulinda afya ya walaji. Hatua hii inalenga kuhakikisha bidhaa za kilimo zinazofikia masoko yetu zinakuwa salama kwa walaji na mazingira. Mpango huu unahusisha uchukuaji wa sampuli za mazao ya chakula katika masoko ya mikoa yote Tanzania bara na visiwani, na inafanyika kila mwaka. Ndugu waandishi wa habari, katika utekelezaji mpango huu kwenye kipindi cha mwaka Julai 25 mpaka Januari 26, mamlaka ilikusanya jumla ya sampuli 578 za mazao 16 ya mboga na matunda, kwa kuanzia kutoka mikoa ya Dar es Salaam, tumefanya hivyo Iringa, Dodoma, Tabora, Tanga, Singida, Morogoro, Ruvuma, Manyara, Mwanza na Mbeya, kwa ajili ya uchambuzi wa kimaabara wa masalia ya viuatilifu. Matokeo ya uchambuzi huo kwa masoko hayo yanaonyesha kuwa mazao ya chakula nchini yako katika kiwango salama kwa matumizi ya chakula, kwa kuzingatia miongozo ya kimataifa ya masalia ya viuatilifu kwenye chakula. Ndugu waandishi wa habari, aidha mamlaka imeandaa na kufanya mafunzo kwa wakulima 1,875 juu ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu katika mikoa mbalimbali, yani Morogoro, Mwanza, Mbeya, Manyara, Shinyanga, Lindi, Dodoma, Kagera na Arusha. Katika uwekezaji katika maabara na teknolojia, ndugu waandishi wa habari, katika mkakati wa kuboresha huduma za maabara kuwa na hadhi ya kimataifa, mamlaka kwa kipindi hiki cha mwaka 25-26 imenunua mashine 5 za kisasa za uchambuzi wa ubora wa viuatilifu kwa pesa za Tanzania bilioni 2.8. Mashine hizi ni pamoja na HPLC 2, gas chromatograph 1, gas chromatograph coupled with triple quart mass, yani GC-MS 2. Mashine hizi zina uwezo wa kuchakata sampuli zaidi ya 2,000 kwa wiki. Kwa hiyo hii ni jambo zuri, kwa sababu wale wafanyabiashara na wadau ambao wangeweza kupeleka sampuli zao nje kwa kutumia gharama kubwa na muda mrefu, sasa uchambuzi huo unafanywa na mamlaka. Lakini pia mamlaka imeongeza tena mashine zingine 4 kwa gharama ya bilioni 2.1, na mashine hizo tayari
zimeshafika kwenye mamlaka na zinasimikwa mwezi ujao, ni katika kuongeza pia uwezo wa uchakataji wa sampuli. Kwa hiyo jumla tutaweza kuwa na uwezo wa kuchakata sampuli zaidi ya 4,000 kwa wiki, na kwa sababu maabara hizi zina ithibati, kwa hiyo matokeo yanayotoka kwenye maabara hizo yanakubalika katika nchi zote duniani.